mtazamaji wetu wa JYGC TV. Majina yangu naitwa Timothy Omani, na leo hii tuko katika sehemu ya Dandora, mahali ambapo panaitwa Mollem, na tumekuja hapa sababu ya mahojiano ya moja kwa moja na wenye harusi hii, ambaye ni bibi harusi na bwana harusi ambao wanatarajiwa. Kwa hivyo hapa nimesimama, niko na mama ambaye atajieleza kwa majina yake na atatuambia yeye katika shughuli hii ya tarehe 3 mwezi huu ambao unaanza wa 5, itakuwa siku ambayo ni ya Jumamosi. Katika sherehe hii yeye ni nani, atatueleza majina yake na atuambie yeye ni nani na kanisa lake linaitwa nani. Karibu sana mami. Asante sana. Kwa majina naitwa Morina Winja Uwoti, nashiriki katika kanisa la Bible Revelation, na mimi ndio bibi harusi mtarajiwa. Asante mami. Naona uko na furaha sana sababu ya harusi hii. Naona umefurahia sana. Ni nini kinakufanya unafurahi mami? Kenye kinanifanya nifurahie, nimeona watu wakifanya harusi, nilikuwa natamani sana, na nikawa na imani siku mmoja hata mimi nitafanya harusi, na si kweli, naona imekaribia. Kwa hivyo wewe, kilichokufanya utamani kufanya harusi, uliona watu wakifanya harusi na uko na moyo wa kufanya harusi sana. Kwa hivyo kwa mtazamo wako umefanya harusi hii sababu ya kupata kusukumwa na mtu, ama moyo wako umependa kufanya harusi hii? Sijasukumwa na mtu, moyo wangu imependa nifanye harusi. Basi mtazamaji wetu, mama huyu ambaye sasa ndiye bibi harusi mtarajiwa, ambaye anatarajiwa kufunga ndoa yake tarehe 3 hiyo, ambayo itakuwa siku ya Jumamosi. Na mami, labda kwa faida ya mtazamaji unaweza tueleza, tunaelewa kwamba shughuli hii iko na mambo mengi na kuna mipango mingi mmepitia ndani. Kuna mambo mmepitia ndani kadha wa kadha, sababu ya kutafuta pesa, sababu ya kutafuta wahisani, sababu ya kutafuta watu wa kuwasaidia. Unaweza sema ni changamoto gani mmepitia nyinyi kama wale ambao mnatarajiwa kufanya harusi? Ni changamoto gani labda mmeona katika shughuli hii nzima? Changamoto imekuwa upande wa fedha, ndio ilikuwa changamoto sana. Saa zingine hata ukiambia mtu anakuambia harusi ni yenu. Changamoto imekuwa mingi, lakini wakati tuligundua kwamba kila kitu kwa Mungu kinawezekana, tulirudi kwa magoti, tukaambia Mungu, ulichokianza wacha uimalize. Kwa hivyo ni Mungu amekuwa msingi wenyu wa kila jambo katika mipangilio yote tangia mwanze kupanga harusi? Kabisa sana. Kwanza ukimweka Mungu mbele kwanza, kila kitu itakuwa sawa. Juu unaweza sema unategemea mwanadamu, hata yeye ukosa, lakini ukimtegemea Mungu anafungua njia pasipo na njia. Basi mtazamaji wetu, mama huyu ndiye tunayetarajia kwamba atafunga ndoa yake siku ambayo itakuwa ya Jumamosi. Na mami, labda kabla tumalize, unajua hapa ni Nairobi na kila mtu ni mgeni hapa Nairobi. Hata mimi pia ni mgeni, ule mwingine pia ni mgeni. Na labda ungetueleza tu kwenye nyumbani ni wapi na kule ambako muoleka ni wapi, kwa boma gani, ndio kwa faida ya mtazamaji, hata wale ambao watakuwa na kuangalia watafurahia sana angalau ukiwataja katika kazi yako. Kwetu nimezaliwa sehemu za Western, Kakamega County, Huisero sublocation, kwa boma ya mzee Henry Owuots Otuonyo. Mamangu Catherine Mboka. Mali nimeolewa Ibuchero. Nimeolewa Ibuchero kwa boma ya Anderson Ogola. Mama akiwa Violet Ahula. Kwa hivyo unasema kwamba
Western region imekuwa ndio makao yako, sababu kwenyu ni Western na kule bado kwenye Mwoleka ni Western. Ndio. So nashukuru sana mami, na unaweza ukaambia watu wa nyumbani nini, wale ambao labda kwa faida ya wazazi, ndugu zako, dada zako, unaweza ukawaeleza nini sababu ya shughuli hii nzuri ambayo Mungu ameiandaa mbele yenu? Naweza waambia asanteni sana ndugu zangu, dada zangu, wazazi wangu kwa kunishika mkono. Mmekuwa waaminifu pande yangu. Hata wazazi wangu wamefurahia sana. Hawajaiona kitu hii katika boma letu. Mimi ndio wa kwanza kufungua na harusi. Na washukuru sana nyinyi wote. Asante sana mami. Na of course kuna yule ambaye tunamuita sweetheart, yani yule ambaye ndio kipenzi chako, yule ambaye ndio mtu wa kwanza sana ambaye mnaenda kufunga naye ndoa. Uko na ujumbe gani unaweza ukamwambia? Namwambia asante sana kwa kunishika mkono. Tumetoana mbali na Mungu azidi kumuonekania zaidi na zaidi. Asante sana mtazamaji wetu. Huyu amekuwa mama ambaye tunatarajia kwamba atafunga ndoa siku ambayo itakuwa ya Jumamosi, tarehe hiyo 3 mwezi wa 5, ambayo ni tarehe ambayo imengojewa na wengi sana. Kwa hivyo tunawakaribisha nyinyi nyote muje pamoja naye, mkamwombee, mkamuonee uzuri, mkafurahie pamoja naye. Na je, kwa wale ambao wanakuja, unaweza ukawaahidi nini? Kuna watu wanakuja wengi kutoka sehemu mbalimbali wanakuja, unaweza ukawaambia nini? Unawaahidi nini kwa faida yao? Ninawaahidi kwa kila mipango zote unazopanga, mweke Mungu mbele. Mungu ndio kimbilio letu. Chochote unachofanya usitarajie mwanadamu, tarajia Mungu kwanza, na Mungu atatenda. Na basi mtazamaji, yamekuwa mahojiano yetu ya moja kwa moja na mama huyu ambaye sasa ndio tunatarajia atafunga ndoa. Na kwa faida yake amesema kwamba ukimweka Mungu mbele katika hali zote, basi Mungu anakushughulikia katika mambo yako na yanaenda yakiwa sawa. Mami, tumeshukuru sana na tunasema asante sana. Hata wale ambao watakutazama najua watafurahia sana, na tunakutakia kila laheri. Mungu akubariki. Asante. Bado tuko katika sehemu hii ya Molem, na leo hii imekuwa ni siku ambayo kumekuwa na pre-wedding. Shughuli zimekuwa mingi, watu wameingia pale kanisani wakafanya michango, wakakuja pamoja, wakajumuika, na tumepata fursa kidogo ya kufanya mahojiano haya na mtazamaji wetu. Hapa niko na pia kigogo mwenyewe ambaye sasa ndio tunaita yeye ndio moyo wa shughuli hii yote. Manake sasa yeye ndio kichwa na yeye ndio mume. Kwa hivyo tuko hapa naye, na ningependa ajieleze kwa majina yake na atuambie anashiriki kanisa gani, na atuambie katika harusi hii yeye ni nani. Tunaweza kuwa tunasema yeye ndio kigogo na labda yeye tu ni yule ambaye atakuja kuhudhuria harusi. Basi atajieleza kwa majina yake, kanisa ambalo anashiriki, na katika shughuli hii yote yeye tutamjua kama nani. Karibu sana brother. Okay, majina yangu ni Anyangu Prince Ogola. Mimi ndio bwana harusi, shiriki katika Bible Revelation Center Ministry hapa Dandora. Kwa ufupi ama kwa urefu, tumeandaa shughuli kufanyika May 3rd, of which is this weekend. Ndio siku tumeandaa shughuli ikaweza kufanyika. The word wedding, siku amka, ilikuwa kwa akili yangu nikiwa mchanga. There's a day hata mimi ndakuja alalisha nyumba yangu ama ndakuja fanya harusi.
na ndiposa naona wakati napotimia I normally give glory to God, cause sio rahisi na kind of expectations za watu wengi, because whenever anything you want to do to benefit your life, it's not everybody will support you. Even your family, they will come against you. All of that time I persevere many. Nimeona mengi, nimejua wengi ambao sikudhani ya kwamba wanaweza inuka, but kwa sababu ya Mungu alichoanzisha lazima atimize. That's why naona kwamba ninatabasamu napoona siku inapokaribia, kwa sababu Mungu ndiye aliyepanga na anaenda kutimiza. I to meet with my wife, it was roughly 2018. We met at the restaurant mahali inaitwa Buruburu, na from the first day nilimuona, in my side I see this is a wife material, because where there's a wife material kuna mtazamo ambao unakuja tofauti. Wow. Prince, umesema mambo ya ambayo labda mtu hangetarajia ungesema, kwa sababu umesema kwamba this is when you have just realized ya kwamba wewe uko na wife material. So kwa faida ya mtazamaji tunaweza sema kwamba jambo hili la kufanya harusi ama kufunga pingu za maisha, aswa kitu kikuu ambacho kimesababisha ukafanya harusi hii kinaweza kuwa ni nini? Okay, at young guys outside there, marriage is not a contract, and sometimes kuna mtu unaweza kuwa naye katika uhusiano, the lady akuja angalia mtazamo ambao unaoishi ama ambao uko ndani, na akuja aseme hapana, this is not my expectation, na ataamua kuondoka. But when is somebody realize that anataka keti katika ndoa kulingana na ule mtazamo ulikuwa ndani, huko ya kwamba leo even my family hawakuwa wanatarajia kwamba Prince anaweza kuwa na ndoa yake ama kuwa na mke, kwa sababu many people outside there they say that marriage without money you can't run it. Hiyo ni uongo. Inalingana na yale makubaliano mlioweka ndani, kwa sababu when you start or when he finds me, I was empty at that time. Singeweza atavaa kitu inaitwa slippers kwa mguu. So sometimes unaangalia ule mtu unaishi naye ni nani. Na ilipoka last year nikamwambia it's time now to show them ya kwamba what God does start lazima amalize. Ndipo tukaamua kuhalalisha ndoa. Yeah. Wow, that's so wonderful, Prince. This means ya kwamba life is a process, and through the process you achieve things one by one after the other, na inalingana wewe kama mtu ambaye unajielewa unaamua kufanya mambo yako kinamna gani. Na Mr. Prince, kwa faida mtazamaji, na tunaelewa kwamba hapa Nairobi kila mtu ni mgeni, tulikuja sababu ya kutafuta. Hata mimi ninayezungumza nilikuja hapa sababu ya kutafuta. So tunaelewa kwamba lazima kuna mahali umetoka. Je, unaweza tuelezea kwenye nyumbani sasa kule umezaliwa ni wapi? Labda wazazi wako, baba na mama kama wapo pia unaweza tueleza. Alafu kwa wale ambao watakutazama, je, unaweza ukawaambia ujumbe gani siku hii ya leo? Okay, hali naitwa Elche Revulari,
sehemu za Butere huko. My dad and mom, they are still alive. My dad called Anderson Ogola Nyango, and my mom always called Violet Angova Ahula. Bado yuko mzima. Okay, in life is all about equality. Na katika hii maisha needs patience and focusing with what you're doing, because without patience you can't achieve what you need in life. So young guys, young couples, marriage is a permanent, not a contract. Unapokutana na mchumba huko nje, uzungumza naye ukimaanisha not to use him, sababu ya kwamba heshimu mwili wako. Na mnapoingia katika ndoa, don't expect one day to be a millionaire. You can't wake up and one day to be a millionaire. Needs your courage and work hard. That is it. Thank you so much, Prince. Umejieleza kwa hali ya utulivu, hali ya upole, kwa hali ambayo inaeleweka vizuri sana. Tunakushukuru sana. Tunakutakia kila laheri katika shughuli yako ambayo itakuwa tarehe 3 mwezi wa 5, siku ambayo itakuwa Jumamosi. Kwa hivyo tunakutakia kila laheri, na labda tu kabla tumalize, ningependa wazazi wako uwape ujumbe. Je, unaweza ukaambia nini wazazi? Wazazi ndio watu wa muhimu sana, manake kama sio wao labda haungekuwa. So unaweza ukawaambia nini baba yako na mama yako kule nyumbani? Okay, I normally thank both of my parents because they made me the way I am today. Ile uwezo wao walijaribu ndipo inafanya leo nimesimama mahali hapa. Thank you. Thank you so much, Mr. Prince. Na nashukuru sana kwa wakati wako. Once again, we wish you all the best. As a JYGC family, we wish you all the best as you are going to enter into a new life again. Na Mungu awe pamoja na wewe. Na kila laheri. Na wale wote mtazamaji wangu, tunakualika uje pamoja na Prince, kasherekee pamoja na yeye siku ya ambayo itakuwa siku ya Jumamosi. Muje kwa pamoja, amewaalika mje pamoja, mkasherekee pamoja naye, mfurahie pamoja naye, na nina uhakika ya kwamba baada ya pale mambo itakuwa iko sawa. Thank you. All are welcome. Nyote mmekaribishwa, karibuni sana. Asante. Thank you so much.